Wokovu una gharama. Wokovu una gharama. Kama Yesu Kristo tunayemwamini, tunayemfuata, Yesu Kristo mwenyewe aliingia gharama ili sisi tupone. Yesu Kristo alikubali kutukanwa na kudharauliwa ili wewe na mimi tupate kupona. Lakini cha ajabu, wanawake wengi katika dunia hii ya leo wanakataa gharama. Na yote hiyo si kwa sababu ya kumfurahisha Mungu, bali ni kwa sababu ya kuwafurahisha wanadamu. Ya kwamba wanione tu ninapendeza, wanione tu ya kwamba ninavutia, ya kwamba nikiwa hivi nijichakaze, niko Marekani, nitaonekana niko mshamba, nitaonekana sijui kuvaa. Kwa hiyo unakataa gharama ya wokovu kwa sababu tu ya kuambiwa ya kwamba dada unapendeza, mama unapendeza. Nataka nikwambie wokovu ni gharama. Kwenye utumishi, nataka nikwambie wokovu ni gharama. Wapo wengi ambao kweli ni wake wa wachungaji, wengi kabisa ni wainjilisti wanawake, lakini ukija kuangalia kwenye mwenendo wao, unakuja kuangalia wana ulakini kwenye utumishi wao. Ulakini huo ni kutokana na mwenendo ambao wako nao. Wanawake wa sasa hivi, mabinti wa sasa hivi wanakataa gharama ya wokovu kwa sababu tu ya kuwapendeza wanadamu, kwa sababu ya kuwafurahisha wanadamu, kwa sababu ya kuwafurahisha vijana na kuwavutia vijana. Lakini hakuna kuangalia, je, mapenzi ya Mungu yanasema nini kwenye maisha yangu? Sio rahisi kuviacha vitu vya kidunia. Sio rahisi pasipokuwa na nguvu za Mungu ndani yako. Pasipo nguvu za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu kukuponda na kukuweka pa nafasi nzuri kama wewe ni mteule wa Mungu. Bwana kusaidie sana. Kuviacha vitu vya kidunia kunahitaji gharama sana. Ukubali kutukanwa, ukubali kudharauliwa kwa sababu ya wokovu. Ukubali kuitwa ni mwanamke wa heshima katikati ya watu kwa sababu ya wokovu. Kuna vile ambavyo uko mke wa mchungaji, ya kwamba huyu ni mke wa mchungaji, lakini wakikuangalia, tukikuangalia, haufanani kabisa kuitwa mke wa mchungaji. Uko mchungaji mwanamke, mwinjilisti mwanamke, lakini tukikuangalia haufanani kabisa kuitwa ya kwamba wewe ni mwinjilisti wa kike au mchungaji wa kike. Kwa namna ambavyo ulivyo unafanania Yezebeli, kwa namna ambavyo ulivyo unaifanania dunia. Wokovu unabebwa na imani, unabebwa na imani, unabebwa na matendo, unabebwa na mwenendo. Na Biblia inatuambia ya kwamba tusiufuatishe namna ya dunia hii. Kuna namna ambavyo watu wa kidunia wanastahili kuvaa kweli, na kuna namna ambavyo watu wa Mungu kama wale ambao tumembeba Kristo mioyoni mwetu tunatakiwa kuwa tofauti na wao. Niko hapa kwa ajili ya kuchangia neno moja na wewe ambaye upo kwenye anguko. Kuna mfano ambao Yesu Kristo alituachia ndani ya Biblia kwenye kitabu cha Luka sura ya 15 kuanza kwenye mstari wa 11. Natamani sana tuchangie mfano huu ambao Yesu Kristo alituachia ili uweze kukusaidia wewe ambaye uko kwenye anguko. Sijui kama wewe ni mchungaji au ni mwinjilisti, mama, baba, kaka, kijana. Sijui wewe ni nani ambaye ninazungumza na wewe kwa wakati huu. Lakini Mungu amenituma ili niseme na wewe. Roho Mtakatifu ameniongoza ili nizungumze na moyo wako, ya kwamba haijalishi upo kwenye anguko, lakini Yesu Kristo alituachia mfano ya kwamba kuna mwana mpotevu ambaye aliweza kukaa mbali na mapenzi ya babaye. Alipoanza kula pamoja na nguruwe, alizingatia moyoni mwake ya kwamba mimi nikakula kwa kitu, hacha nirudi upesi niende nikamuombe baba yangu msamaha. Inawezekana ulikuwa mwana wa ufalme. Huyu mwana mpotevu alikuwa na babaye, aliishi na babaye, alivaa mavazi mazuri, alikula chakula anachojisikia ndani ya nyumba ya babaye. Lakini alipata shida pale alipotoka karibu na babaye.
alipotoka karibu na baba yake alienda kupata shida huko, na alipopata shida alikumbuka ya kwamba acha nirudi upesi. Inawezekana na wewe uliishi kwenye ufalme, ukaonja raha ya wokovu namna ilivyo, ukaonja utamu wa Yesu, ukaonja raha na amani iliyoko kwa Yesu, ukalisoma neno ukasikia furaha, ulikuwa mtu wa maombi, ulikuwa unamwimbia Mungu, lakini leo hii shetani amekubana, shetani amekurudisha nyuma. Leo hii unakula pamoja na nguruwe. Mimi nilikula pamoja na nguruwe. Mimi nilikula pamoja na nguruwe wakati nilipokwenda mbali na baba yangu, wakati nilipotoka ndani ya ufalme, nikaanza kula pamoja na nguruwe, nikaanza kufanya vitendo ambavyo watu wa kidunia, watu ambao wanamtumikia shetani kwenye maisha ya dhambi, na mimi nikaanza kuvifanya. Namna ambavyo makahaba wanavaa na kujipamba, na mimi nikaanza kufuatisha namna ya dunia. Lakini nikasikia sauti ya upole kaniita ya kwamba, mwanangu, ulikuwa ndani ya ufalme, ulikula pamoja na baba yako, ulijisikia raha na amani, ulipata heshima ulipokuwa na baba yako, lakini leo hii unafanya machafu pamoja na wachafu. Unaanza kula pamoja na nguruwe kwenye sahani moja. Rudi upesi kwenye kifua cha baba yako. Nikarudi upesi. Ndipo maana nimekuja kukwambia mpendwa, inawezekana uko kwenye anguko fulani, na inawezekana unajisikia aibu, kwa sababu dunia sasa hivi kukiri makosa ya kwamba kweli wapendwa, nimekosea hapa, mnisamee na Mungu anisamee, sio roho ya kawaida, ni roho ya ujasiri. Na inawezekana mpendwa unasikia aibu ya kwamba mimi ni mtu mwenye heshima, mimi ni mchungaji, mimi ni mwinjilisti, ninahubiri watu wanabarikiwa, na nikikiri mbele ya watu ya kwamba ni kweli nilifanya kosa fulani, nilimkosea Mungu, Mungu anisamee na wanadamu wanisamee, nitajishushia heshima yangu mbele za watu. Watu watanidharau. Mimi ni mtu mwenye hadhi yangu Bwana. Kwa hiyo unasikia aibu ya kukiri ya kwamba ulimkosea, kusamee na wanadamu wakusamee, kwa sababu ya kuhofia ya kwamba heshima yako itapunguka. Mpendwa, nataka nikwambie, yatimize mapenzi ya Mungu wako, kwa sababu hakuna heshima ambayo utakayoipata zaidi pale unapojitambua na kukiri makosa yako ya kwamba ni kweli nimemkosea Mungu. Hapo ndipo Mungu anakuinua zaidi. Yesu alisema kwenye kitabu cha Luka sura ya 14 na mstari wake wa 11 pale. Luka 14 na mstari wa 11, Yesu alisema hivi ya kwamba kila ajishushaye Mungu atamuinua, na kila ajiinuaye Mungu atamshusha. Na heshima yako Mungu kukuinua ni pale unapokiri makosa, haijalishi una cheo cha namna gani. Kuna wengi ambao utasikia ni mchungaji, tunasikia mafununu, mchungaji amefanya kosa fulani, mchungaji amefanya hivi, mwinjilisti fulani ametenda dhambi, na watu wamekusha kujua kama ulifanya dhambi. Watu wamekusha kujua muombaji fulani umemkosea Mungu, watu wamekusha kujua. Na watu wakisha kujua tu ya kwamba ulifanya kosa fulani na haujachukua hatua ya kukiri ya kwamba ni kweli ulikosea, nataka nikwambie bado wanakudharau tu. Hata kabla hujasema chochote mbele yao ya kwamba ni kweli ninakiri nilimkosea Mungu, lakini kile kitendo tu cha wao kujua ya kwamba mtumishi fulani amefanya dhambi fulani, moja kwa moja kinakushushia heshima. Hata ujipatia ujasiri ya kwamba nitahubiri tu. Unahubiri, watu wanabarikiwa, watu wanapiga makofi ya amina. Ninakwambia ya kwamba kuna wengine ambao waliniambiaga mimi, Luize, kuna wahubiri ambao tunapendaga maneno yao tu, lakini wao wenyewe hatuwapendaji. Ni kwa sababu gani?